watazamaji na wasikilizaji popote ulipo, na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu aliye hai, mkombozi aliyetufikisha mahali hapa na akatupa nguvu ili tupate kuja kulinena neno lake kwa ujasiri na kwa neema yake, kwa kuwa ametutoa hapa akatupeleka mahali pengine, kwa kuwa ni mwaminifu na anaweza siku zote. Nitaomba kwa jina lake na kisha tutaenda hapo mahali pengine. Mungu mtakatifu wa takatifu, ni wewe kimbilio, ni wewe tumaini, na ni wewe mwanga, ni wewe wa kuinua na ni wewe wa kurejesha, ni wewe wa kutunza kila wakati. Unaweza siku zote, unalinda siku zote. Dadi muweza wa yote, kaniwezeshe nipate kulinena neno lako ipasavyo. Dadi ni wewe mtakatifu wa takatifu, ni wewe wa kuinua na ni wewe wa kulinda, ni wewe wa kurejesha, ni wewe wa kutenda makuna ya ajabu. Dadi unatawala siku zote, unapasua bahari siku zote. Dadi kwa neema yako, ili watoto wako wapate kupita katika nchi kavu. Dadi kwa kuwa wewe ni wa neema na kwa kuwa wewe ni wa upendo. Dadi ni wewe unatawala siku zote, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu. Leo tutapata somo la kwetu katika kitabu cha Isaya 65 mstari wa kwake ule 13 na 24. Isaya 65 mstari wa kwake ule wa 13 na nitaruka 24. Neno la Bwana linasema hivi: kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi, sio mimi ninasema. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: tazama, watumishi wangu watakula, mbali ninyi mtaona njaa. Tazama, watumishi wangu watakunywa, mbali ninyi mtaona kiu. Tazama, watumishi wangu watafurahi, mbali ninyi mtatayarika. Nitaruka hapo 24. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitajibu. Yesu anatawala siku zote na Yesu anainua siku zote. Yesu anatawala siku zote, Yesu anainua siku zote. Ni yeye muweza, ni yeye anaanzisha na ni yeye anapata kukamilisha. Pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Anasema, tazama, watumishi wangu watakula, na ninyi watu wa dunia nanyi mtaona njaa. Tazama, watumishi wangu watakunywa, lakini nyinyi mtaona kiu. Tazama, watumishi wangu watafurahi, mbali nyinyi mtakaa na makasiriko kila wakati. Tazama, watumishi wangu watakuwa katika hali ya kuomba, na kabla hawajaomba mimi nitakuwa nimejibu, na wakiwa katika hali ya kunena mimi nitasikia. Yesu ni muweza wa yote. Yesu anatawala siku zote. Yesu analinda siku zote. Anasema, kabla sijaomba mimi atakuwa amenijibu. Kabla nikiwa katika hali ya kunena na yatakuwa amesikia. Ni Mungu mwaminifu, anapasua bahari, Israeli anapita katika nchi kavu. Ni Mungu mwaminifu. Mito inaweza ikasimama ili watumishi wake wapate kupita. Mito inaweza ikasimamishwa hapo ambapo walikuwa wanapanga kupita na wewe. Yesu anaweza akasimama na akapata kuwasimamisha msafara, wasiende kwa masisi, bali waende wakafanye karama ya furaha. Wasiende kumsika mtoto wa mjane tena, bali waende wakafurahia, wakafanye karamu, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu. Anaweza siku zote. Ni yeye aliyemuita yule
pale alimuita Lazaro kaburini akiwa siku 4, akiwa amenuka, akiwa ananuka, akiwa ameosha. Na alipomuita, kwa hakika kwa kuwa yunaye anazo nguvu, Lazaro akatoka kaburini. Ni yeye alimkemea yule pepo wa udhaifu pale kanisani, na alipomkemea yule pepo hakusita kukaa pale kwa ule mwili tena. Yule pepo akaondoka, mwanamke akarejea tena akiwa na furaha. Yule pepo hawezi akakusinda ukiwa na Yesu. Sije hapa kukuambia uogope magonjwa, sije hapa kukuambia uogope wasawi, sije hapa kukuambia uogope takataka zao. Nimekuja hapa kukuambia Yesu kona jemadari, komanda wa vita. Yeye ni komanda wa vita. Akianzisha hakuna mwingine wa kusindwa wa kwenda kumuomba msaada ili apate kuamiliza. Akianzisha lazima akamilishe. Safari yake inanga wasiwasi. Safari ya wana wa Israeli toka Misri kwenda Kanaani haikuwa na wasiwasi yoyote. Chakula kilikuwa kinanyesha. Yeye ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Wakiumwa na nyoka wa chini, nyoka wa juu hapo apate kuwaokoa. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Leo tunaye nyoka mmoja anaitwa Yesu Kristo. Tukiumwa hapa duniani tunatazamia mbinguni, na safari yetu inaendelea. Tukipingwa hapa duniani hawawezi wakatupinga kule mbinguni. Hakuna mwanadamu anaweza akakuzuilia kuingia katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hauna matatizo yoyote. Ufalme wa Mungu hauna vikwazo vyovyote vile. Ufalme wa Mungu hautaigishwa na mama wa mtu. Ufalme wa Mungu hauwezi ukaingiliwa na baba ya mtu. Yeye ni mwaminifu, anaweza siku zote. Yeye ni muweza kwa yote. Jemedari, komanda wa vita. Hatuna mwingine wa kumtaja, hatuna mwingine wa kumuita, hatuna mwingine wa kumkaribia. Ni yeye anasema tukaribie kiti chake cha enzi, tukiwa tunasifu, tukiwa tunaimba, tukiwa tunamtarajia, tukiwa tunamuita siku zote. Hatutaita mwingine, tutamuita huyu Yesu, naye atatenda makuu. Atachimbua kila pepo ambayo inakaa ikikusumbua kwako. Yesu ukimuita na kuhakikishia ya kwamba haiwezi kakaa hata muda upi, haiwezi kakaa hata dakika moja. Ukimuita huyu Yesu, magonjwa yanayokusumbua, ukimtaya huyu Yesu, kila kitu ambacho kinakusumbua, yeye anakuonekania, anapata kukutembelea. Yeye anakuonekania, anapata kukupa hicho ambacho kimekisindikana kwako. Muweza wa yote, anatawala siku zote. Yeye alisema kuwe na kukawa, akaagiza na ikasimama. Yeye ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Nasema nifurahi tena, nifurahi tena, nifurahi na tena nifurahi tena. Nisindi kuendelea kufurahi. Anasema amenifungulia mlango, na huo mlango ambao amenifungulia hakuna mwanadamu anaweza kaufunga. Huo mlango amekwisha kunifungulia. Hakuna binadamu yeyote ameruhusiwa kuja kufunga huo mlango ambao Yesu amenifungulia. Hata asimame nani, hata asimame nyanya ya mtu ama baba ya mtu ama mama ya mtu, hakuna yeyote anaweza kaufunga. Ni yeye, ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Hakika hakuna binadamu yoyote anaweza akasimama kufunga huyo, ni kwa kuwa ni mwaminifu. Na ule ambao amefunga wa magonjwa, hakuna mwanadamu anaweza akaya akaufungua. Ule amefunga wa taabu, hakuna mwanadamu yoyote anaweza akaya akaufungua. Taabu zikaingia kwangu. Mimi ni wa kuitwa na Yesu. Sisi ni wa kuitwa, sisi ni majemedari, sisi ni wa kufurahia Yesu, sisi ni wa kusonga na Yesu, sisi ni wa kutawala na Yesu, sisi ni wa kulindwa na Yesu, sisi ni wa kumuinua Yesu, sisi ni wa kusema na Yesu. Sisi sio wa kutishwa, sisi sio wa kukaliwa, sisi sio wa kuonewa. Hapana, hakuna yeyote ameruhusiwa kutuonea. Hakuna yeyote ameruhusiwa kutuonea. Akituonea leo, kesho anakufa. Akitutawala leo, kesho tunamuondoa, na safari yetu inaendelea kwa kuwa ni mwaminifu. Anasema watumishi wangu watakula, bali wale wasionitumikia wataona njaa. Watumishi wangu watakunywa, bali wale wasionitumikia kiu lazima itawafuata. Umeona mtu akiingia kwa pombe anaenda kukunywa ili aondoe mawazo inazidi kuongezeka. Hiyo ndio kiu nasemea, mpendwa. Unaona leo mtu
ako kwa dunia, na akiwa kwa dunia anaenda kutafuta chakula, ako na pesa, anaendelea tu kuhangaika, lakini yule aliye ndani ya Kristo, yule aliye ndani ya Kristo, yule ambaye ameitwa na Yesu, yule ambaye anamuita Yesu kila wakati, yule ambaye anamuweza Yesu, hata kama hana leo, kesho anatarajia atakuwa nayo, na ikifika hiyo kesho anakuwa nacho, na ikifika hiyo kesho ile ni magonjwa ilikuwa inamsumbua, akitarajia hivyo, kesho anakuwa naye Yesu, naye anasuka pale na anapata kumpa kile ambacho amekosa. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Mungu ni muweza wa yote. Alisema Abrahamu, nitakubariki utokapo na uingiapo. Anakuambia leo mpendwa, atakubariki utokapo na uingiapo, atakulinda utokapo na uingiapo. Hautatatizwa na kitu chochote, hautawekewa vikwazo vyovyote, hautawekewa vizuizi vyovyote. Waweke vizuizi, waweke mipaka yote, tunapasua na tunapita, tunaenda katika ng'ambo nyingine, kwa kuwa ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Yeye alisema, ni yeye aliagiza, ni yeye alisema, ni yeye alisema, ni yeye anatawala siku zote, ni yeye mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Popote alienda alipata kutenda mema. Msingi ambao ameupanda hakuna mwanadamu anaweza akautingisa. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Yeye anatawala siku zote, yeye analinda siku zote. Simama imara wewe mpendwa, simama imara wewe mpendwa, simama imara wewe mpendwa. Usiende kuangalia wanadamu, usiende kumwangalia mtu, usiende kuangalia baba yako, usiende kuangalia mama yako. Angalia huyu Yesu, mtazamie huyu Yesu, naye na hakika na kuhakikishia ya kwamba atatenda jambo kwako. Kama amesema watumishi wa kwake watasiba, amini hilo ya kwamba watumishi wa kwake watasiba. Anasema pale katika Warumi 10:17 inasema hivi ya kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia kwa neno la Bwana. Ili ninalokutangazia, amini hicho ya kwamba utakula na utasiba, kwa kuwa yu kiumeni pako. Amekusikilia, amekulinda ili apate kutimiliza neno lake. Anasema pale Yeremia mlango wa kwake ule wa kwanza mstari wa 12 anasema hivi, mimi Mungu huja kulitazama neno langu ili nipate kulitimiza ndani ya watumishi wangu. Ni yeye ni mwaminifu, ni muweza wa yote, yeye ni muweza wa yote. Anasema pale kwingine, neno la Mungu likae ndani yetu kwa wingi, neno la Mungu likae ndani yetu kwa wingi, ili akija asione mtu aliye bure, apate kutimiza neno lake ndani yake, apate kutimiza neno lake ndani ya huyo mtu. Neno la Mungu li hai, neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, tena ungawanya nafsi na mwili. Neno la Mungu liko na nguvu, neno la Mungu li hai, neno la Mungu linatenda makuu. Neno la Mungu haliwezi likabadilishwa na kitu chochote. Vitabu vingine viliandikwa, lakini vyote vinapita. Hili neno ninalolitangaza leo haliwezi likaondolewa. Aje wa aina gani, aje wa aina gani, wasimame wa aina gani, hawawezi wakaliondoa. Na kama hawawezi wakaondoa neno la Mungu, hata wewe hautaondoshwa, hata wewe hautaondoshwa, hata wewe hawatakuondoa. Kama hawawezi kuliondoa neno la Mungu, wewe unayelitarajia hili neno la Mungu, hawatakuondosha, hawatakusema. Na hata wakikusema leo, kesho wanakutoa kwa mdomo yao. Mungu ni mwaminifu, ni moto ulao. Nasema ufalme wake hautetemeshwi, ufalme wake hautetemeshwi. Waje wa aina gani, hawawezi wakautetemesha. Yeye anaweza siku zote, yeye analinda siku zote. Ni yeye alisema. Mungu mwaminifu, unaweza siku zote, ni wewe unatawala siku zote, wewe unalinda siku zote. Danieli katika tundu la simba ulipata kumlinda. Sandraka na Meshaki na Abednego katika tunuru la moto, Baba, ulipata kuwalinda. Muweza wa yote jangwani pale walipo, muweza wa yote, taka kulaaniwa na Balaamu, bandala ya Balaamu kuwalaani, akawabariki wana wako. Nami natangaza ya kwamba leo mpendo, Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote.
Nimekuja kukuita dadi, ukiwa katika kiti chako cha enzi. Yeyote aliyelaaniwa, yeyote aliyebebeswa magonjwa, yeyote aliyebebeswa kile ambacho asikii ya kwamba kinampasa, Mungu mwaminifu ni wao, unaweza siku zote. Pata kumuondolea dadi, upate kumwekea misiko yako ambayo ni miepesi. Nasema tulete misiko yetu dadi, muweza wa yote kwako Jehova, katubebe leo Jehova. Tumeshindwa dadi, tumeshindwa Jehova na kulaumiwa, tumeshindwa Baba, tumelia ya kutosha dadi, tumelia ya kutosha, tumeonewa ya kutosha, tumelia ya kutosha Jehova. Mungu muweza wa yote, kasuke ukatende Jehova, kwa hilo neno ambalo Jehova umeniweka Jehova, nami nikalinena dadi. Pata kutenda dadi, pata kupasua njia dadi, pata kusimamisha watumishi wako Jehova, wasione cha Jehova, wale wa dunia wakiona cha Jehova, wasitazamie Jehova kile ambacho wanakiona Jehova, wakutazamie wewe dadi, kwa kuwa wewe ni wa huruma na kwa kuwa wewe ni wa upendo, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kwa mimi, amen. Yesu, Mungu akubariki na Mungu akulinde na akuonekanie na akuweke salama. Wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, Mungu akubariki na akuongeze, akupe amani. Lolote utaenda kufanya ufanikiwe mpendwa, washa na imani ya Bwana. Amen.